Unajua ni kitu gani kinachofanya watu kuwa matajiri? Sio bahati, sio kuhaso, wala sio timing. Japokuwa vyote ni vya muhimu, lakini kinachomfanya mtu kuwa tajiri ni nani anayemkimbilia ama kumfuata pale mambo yanapokuwa hayaendi vile ambavyo alitaka yaende. Kwa sababu kila milionea ana board of directors wa kuendesha maisha yake. Iko hivi, entrepreneurship is life. Na kama ni maisha, it means lazima uwe na watu ambao wanaendesha kila aspect ya maisha yako ili kuhakikisha mambo yote yanakwenda sawa. Na kwenye hii board of directors kuna watu 5 muhimu. Mtu wa kwanza kabisa kwenye seat ni operator. Operator ni mtu anayehakikisha vitu vinakamilika. Kwenye lugha ya corporate, huyu tunamuita COO. Huyu ni mtu anayehakikisha operations zote zinakamilika on time. Namba 2 tunamuita ni investor. Investor ni mtu ambaye anahakikisha pesa yako inajizalisha maradufu. Sasa hapa kwenye corporate world anaitwa CFO. Sasa hapa sio lazima awe investor kutokana na level ya biashara yako. Anaweza kuwa ni mtu yote ambaye anaweza ukampa pesa zako ama kutumia pesa zako, yeye anaweza kazimanage pesa zako zikajizalisha maradufu kutokana na uelewa alionao ama maelekezo yako unayohitaji yafanyike kwenye biashara husika. Huyu anakuwa ni CFO. Namba 3 ni storyteller. Mtu ambaye anaweza kutoa story nzuri kuhusiana na biashara husika. Kwa hapa atatoa storytelling, atafanya marketing, ataiongelea vizuri biashara yako kwa wateja husika ama kwa audience husika ambao unahitaji kutoa pesa yako mfukoni kwa ajili ya kuingiza kwenye biashara yako. Huyu kwa lugha ya corporate tunamuita ni CMO. Namba 4, wanasheria na wahasibu. Hapa sasa ndio unakutana na agents tofauti, iwe ni law firm ama ni accounting firm ama ni agents firm. Hizi agents firm zinaweza zikakusaidia kuweza kumanage na kujua namna gani unaweza kuwa protected kwenye kurun biashara yako. Kwa mfano, sisi Micro Business Hub, sisi ni agency ambayo tunamsaidia mfanyabiashara moja kuanza biashara yake, kwa maana ya kuweza kumsaidia kusajili biashara yake, kuwa safe, kupata protection na namna gani kuweza kuingia sokoni na kupata matokeo anayoyataka. Watu wengi wanajikusanyia watu wengi ambao hawawezi kuwasaidia kutoka kwenye idea kuja kuijenga kuwa biashara, namna gani kuweza kuingia sokoni successfully. So baada ya kuwa na watu wengi na washauri wengi, unaweza ukatafuta lawyers ama accountants ama ukatafuta agents ambao inaweza kukusaidia kuweza kukamilisha na kutoa hatua moja kwenda hatua nyingine. Kwa mfano, kama unahitaji kusajili kampuni yako ama biashara yako na hujui wapi pa kuanzia, namna gani ya kuweza kuwa protected na kuwa salama sokoni, comment neno usajili hapo chini ama piga simu, hiyo namba ilipo kwenye caption, tutakusaidia kuweza kusajili biashara yako.